yuko wapi? Mkurugenzi wa jiji yuko wapi? Hebu tuambie. Mkurugenzi, kuna ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya sekondari Chongoleani. Mmepokea fedha tangu tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Mwaka sasa. Hamjaanza ujenzi na fedha hizo zipo kwenye akaunti. Mnataka kuzifanyia nini? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nikuhakikishie kabisa katika shule ambazo viporo tulikuwa navyo sisi ni Kange Kasera na shule ya sekondari Chuma ambayo iko upande wa kushoto kwako. Watu wa Chongoleani wanaendelea na kazi, walichelewa kutokana na sababu mbalimbali zilizowapelekea wakuu wa shule na wale wasaidizi wao kuhamishwa. Kwa hiyo ni shule ambayo ina changamoto ambazo zingine siwezi kuzieleza hapa hadharani, nisamehe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini kwa uwezo wangu, taaluma yangu, siamini kama tutashindwa kumaliza kwa wakati shule husika. Naomba radhi sana. Ujenzi wa matundu ya vyoo. Mmepokea fedha tangu tarehe 3 mwezi wa 4 2025. Mpaka leo fedha mnazo na vyoo hamjajenga. Mnataka kuzipeleka wapi fedha hizo? Watoto wanahangaika vyoo na fedha mnayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa muda niliopo nina mwaka mmoja na miezi miwili, nimekuta viporo mbalimbali 96 vya mwaka 17, 18 na 19. Kwa hiyo tulipelekea juhudi kubwa kumaliza viporo hivyo 96 vinavyogharimu zaidi ya bilioni 17. Uko peke yako? Hapana, siko peke yangu kwa sababu ni viporo vya zaidi ya miaka 6. Mnakuaje na viporo na kila siku mko ofisini? Kila siku mko ofisini, shule ziko mwendo wa kutembea kwa miguu, fedha mmeshaletewa. Wako wapi hao watu wako mnaofanya nao kazi? Naomba afisa elimu. Nani anayesimamia hili? Yuko afisa elimu kwa kisa. Yuko wapi? Yuko wapi yule anayesimamia hili? Asante Mheshimiwa Waziri. Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo ni kwamba tunapotangaza kwenye mfumo wa NeST, waombaji wanachelewa. Tunaweza kutangaza mara ya kwanza hakuna anayeomba, mara ya pili hakuna anayeomba. Kwa hiyo changamoto ni kubwa katika uombaji wa kazi hizi. Asante. Kwa hiyo tatizo hilo liko Tanga tu. Mbona kwingine sijakuta fedha zimekaa mwaka mzima na hazijafanya kazi? Mheshimiwa Waziri, ni kwa mnakwenda ofisini mwaka mzima, watoto wanakosa matundu ya vyoo, tunakosa matundu ya vyoo kwenye shule zetu na fedha mnayo. Lawama zinapelekwa serikalini kama vile serikali haijali watoto, kama vile serikali haijaleta fedha. Na ninyi mnatoka mkanda nje mmependeza, watoto hawana matundu ya vyoo. Hii shule iko wapi? Niwaelekeze watoto hawa wote wakajisaidie kwenye ofisi ya afisa elimu na mkurugenzi. Mnakaaje na fedha mwaka mzima? Matundu ya vyoo. Matundu ya vyoo. Mko serious? Matundu ya vyoo na fedha mnayo? Waziri, fuatilia hii taarifa wanayoisema. Fuatilia hii taarifa wanayosema, ukikuta wamedanganya chukua hatua. Huu uzembe ndio uzembe ambao hatutaki watumishi wetu waendekeze kwenye maeneo. Fuatilia, ujiridhishe na hii taarifa inayotolewa. Ukikuta wamedanganya, huu ni uzembe ambao hauvumiliki, chukua hatua. Na nirejee, nimesema na pale Mkinga, hii habari ya shule haina matundu ya vyoo nimesema kabla bajeti hazijapita.
halmashauri zote, na nimesema waziri waandikie barua kabisa ili iwe kwenye kumbukumbu, halmashauri zote, majiji, manispaa, wanapoandaa bajeti hizi, sitaki kusikia baada ya miezi 6, sitaki kusikia habari ya shule haina matundu ya vyoo. Hatuwezi tukawa nchi inayojenga miradi mikubwa ya kielelezo ambayo nchi zote za Afrika zinaiga mfano Tanzania, alafu tuwe na halmashauri tuna watu wana fedha ya matundu ya vyoo wamekaa nayo, kwamba watoto wanakosa vyoo. Haya mambo ya ujima, haya mambo ya zama za mawe. Tukishamaliza miezi 6 hiyo na bajeti hiyo ikafika, eneo lolote nitakalosikia taarifa ya halmashauri, shule, zahanati, kituo cha afya hakina matundu ya vyoo, mkurugenzi na wataalamu wako mtakuwa mmeshashindwa kazi katika eneo hilo. Hatuwezi kuwa na wataalamu wanaoshindwa hata kujenga matundu ya vyoo. Fuatilia Mheshimiwa Waziri na nipate taarifa, uchukue hatua stahiki. Haya mambo yanatia aibu. Sasa ninyi fedha mmeshaletewa, hamjengi, mnataka rais aje asimamie kujenga matundu ya vyoo. Wataalamu wote kila siku mko ofisini, mwezi mzima mko ofisini, kila mwezi mnalipwa mshahara. Hivi vitu ndivyo ninavyosema, Mheshimiwa Waziri, uweke na siku ya mwisho ya haya mambo haya. Ifikapo tarehe fulani tumeshamaliza nimewaambia mapema wangali wanaandaa bajeti. Sio fedha ya matundu ya vyoo inakosekana, fedha ya safari inapatikana, fedha ya magari inapatikana, magari yenu hayakosi mafuta, watoto wanakosa matundu ya vyoo. Niliwaambia na wengine pale, hivi vitu vingine vinatia aibu, vinaudhi. Nimeenda pale Handeni, rais katafuta fedha ya kujenga VETA, kasema kila wilaya iwe na VETA, watoto wa Tanzania wajifunze, watoto wa Tanzania wapate ujuzi, watoto wa Tanzania wapate ufundi, watoto wa Tanzania wajiajiri, watoto wa Tanzania waajiriwe. Wale wanaojenga VETA pale wamegandisha mifuko zaidi ya 1000. Wamepata simenti, mifuko ya simenti imeganda mikononi mwao. Tanga ina viwanda zaidi ya viwanda vitatu vya simenti, moja ya mkoa wenye viwanda vingi vya simenti. Lakini hawa wanajenga VETA Handeni, wameenda kuchukulia simenti Mbeya, watuambie gharama za uzalishaji, gharama za usafiri. Wale wengine wanajenga VETA Njombe, kiwanda cha Mbeya ni sehemu ya kutembea kwa mguu. Mimi niambia wazazi wangu watu wa Singida walikuwa wanakuja hapa Tanga kwa mguu kutokea Singida. Hawa wakaona sehemu ya karibu ya kuchukulia simenti Mbeya. Wale wa Njombe sehemu ya watu wa Makete wanaenda kwa miguu Mbeya. Wao wameona simenti wakachukulia Dar es Salaam. Na wamegandisha mifuko 11,000. Ingekuwa simenti ya nyumba zao wangegandisha hata mfuko mmoja 11,000. Nimeelekeza TAKUKURU wakafuatilie hayo, wafanyie uchunguzi wale wote waliohusika. Hatua ya kwanza, fedha ile ya mifuko iliyoganda wakatwe kwenye mishahara yao irudi. Ndio hatua zingine za nidhamu ziweze kuendelea. Yule mwingine nimepita pale Korogwe, mradi wa maji, kachukua fedha kaenda kudunda nayo. Fedha ya umma mwaka mzima, kazi yaendelee nayo na fedha anayo. Nimesema akamatwe, asiachiwe mpaka azitapike zile fedha ndio aweze kuwa huru. Mambo ya kipuzi kabisa. Wakishauzi
Wakishaudhi nikishaongea nasema sasa atachukiwa, sasa atachukia, mbona anakuwa mkali? Nani kawaambia nimeteuliwa kuja kupendwa mimi? Wasitapike. Na hapa Tanga niliambiwa kuna NGO moja ilikuwa inafanya kazi zake hapa, ikafanya na mambo ya kipuzipuzi ikiwa haina hata usajili wa hapa ndani ya nchi. Wanafanya mambo ya kipuzipuzi hapa, wanatuletea na mambo mengine yako kinyume hata na mila zetu na tamaduni zetu, hayana hata ibada, hawamwogopi hata Mungu, wanafanya hata hawajasajiliwa. Nasikia wameshaanza kupita kutafuta usajili. Sasa katiba imenielekeza mimi ndo nina madaraka ya udhibiti. Nasema wewe msajili, jaribu kuisajili hiyo NGO. Nikuone siku umeisajili na ukae siku moja ofisini. Usifanyike usajili huo, na hizi zingine zote ambazo zimejihusisha na mambo ya kijinga haya nataka nipate taarifa zao. Hizi kama nchi ya kuchezea. Nipate taarifa zao zote NGO hizi ambazo zimefanya mambo ya kipuzipuzi haya. Hamna kufunika. Hii ambayo haina usajili nimeelekeza isisajiliwe. Na zile ambazo zina usajili, tuna miko tulioweka, tuna sheria tulizoweka. Nataka nipate taarifa. Wale wote waliokiuka masharti wafutiwe usajili. Eti wanatoa msaada, wanatoa hiyo huruma, warudishe huko kwenye nchi zao. Kama wao wana huruma, warudishe huko, wakatoa hiyo upendo huo, wakafanya kwao. Ngumbushe waziri wa mambo ya ndani na waziri wa katiba na sheria wanaohusika na mambo ya usajili. Moja, hii ambayo wanaombea na imefanya vitu vya kijinga isisajiliwe. Na hizi zingine zote ambazo zimekiuka masharti ya usajili, sheria, miko, tamaduni zetu, wala wasione aibu kufuta. Kama wao wanakwepa kunyoshewa vidole, nimeelekeza mimi, katiba imenipa jukumu na madaraka ya udhibiti, zifutwe. Hatuwezi tukawa tunaona jamii yetu inaharibika alafu tunakaa tu hivi. Mwisho wa siku, kesho hatutakuwa na taifa. Kama hayo wanayofundisha wanayapenda, wafanye kwao. Upendo, sisi tumewaomba lini upendo huo? Wafanye kwao. Hizi na waziri wa TAMISEMI, shirikiana na waziri wa mambo ya ndani, shirikiana na waziri wa katiba na sheria, shirikiana na waziri wa mambo ya ndani. Tupate orodha ya wale waliokiuka masharti ya usajili tuliowapa. Futeni waende kwao. Na hawa ambao wanatafuta usajili na huku tumeona makosa waliofanya, wasisajiliwe. Huo upendo warudishe kwao. Hatuwezi tukawa na taasisi zinakuja hapa, zinajua kabisa katiba yetu inasemaje, zinajua kabisa miko, zinajua kabisa maadili, zinajua kabisa tamaduni, zinajua kabisa ibada, desturi, au wafundishe fujo kwa watu wetu hapa. Sasa nilisisitiza na hilo. Sasa kwa sababu nimesikia adhana, basi nimalizie tu hapa. Waheshimiwa mawaziri wote wako hapa, wameshapokea yale yote yanayoangukia kwenye sekta, na muda usingetosha kila mmoja kuongea. Nirudie tu kwa kukoleza. Tunaye Daktari Bashiru Kakurwa, waziri wetu wa mifugo. Tunaye Daktari Ashatu Kijaji, ameshapokea na ile jambo la maliasili na utalii, na kule ametolea maelezo tukiwa Mkinga jambo la wanyama wakali. Tunaye Daniel Chongoro, waziri wetu wa kilimo. Tunaye David Kienzile, tutakuwa naye kesho pale bandarini. Tunaye na manaibu waziri wote nilishawatambulisha, tusiingilie ibada inayoendelea.
Niwatakie kila laheri katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Asanteni sana.